Isa anataka kuandika tamthilia sasa. Anataka ushairi anauandika sana. Lakini mtindo huu umependezesha kwa kweli, unafanya usomaji wa hiki kitabu unakuwa rahisi na wa kufurahisha. Sasa kuhusu kwanza na ile sehemu ya barua. Sehemu ya kwanza. Kuna barua 15. Isa anamwandikia Azimio. Sasa lakini baada ya kuzisoma zote nikakuta kila awamu kuanzia ya awamu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na sita umeandika barua hii. Kila mmoja umemwandikia barua moja. Lakini Nyerere umemwandikia barua 10. Wane. Sababu Mwalimu Nyerere ndio alikuwa mlezi wa Azimio. Sasa naandika barua kwa Azimio, kwa lazima niandike barua ya kutosha kwa sababu kuhusu mlezi wake, sio? Na lazima tutambue katika historia ya kisiasa, politics ya nchi yetu. Mwalimu ametuachia alama. Kwa kweli hakuna mtu aliyeweza kufikia karibu naye, pamoja na makosa yake. Yeye hakuwa malaika. Na katika barua utakuta kwamba katika barua moja anasema kwamba Azimio alikuja ndotoni mwangu akanikosoa sana, kwa sababu wanasema wewe umempamba sana mlezi wangu Mwalimu, kana kwamba alikuwa malaika. Nakumbuka mimi kuna barua moja na kaanza kutoa mapungufu ya Mwalimu, pia alikosea wapi. Kwa hivyo ingawa barua ni kwa Azimio, lakini pia nimejaribu kutumia mtindo kwamba tunabishana. Anapokuja ndotoni mwangu tunabishana, ananikosoa, mara chache ananipongeza, lakini mara nyingi ananikosoa. Nimeteleza wapi? Nimefanya kosa gani? Kwa hivyo nakisema ni kwamba kujibu swali lako ndio sababu yake. Hao wengine waliofuata kwa maoni yangu, katika historia yote ya kisiasa, sidhani kwamba naweza nikasema kwamba kuna jambo ambalo unaweza ukainukuu kusema hii ndio hasa ilikuwa mchango wa rais. No. Kipindi cha Mzee Mwinyi ilikuwa kipindi cha kipito kati ya taifa na mambo. Mzee Mkapa akaja kuconsolidate mambo. Baadaye hapa waliofuata wakaendelea kulibai mambo leo. Mara nyingine seriously, kile mara nyingine shaka wala ukijua na tunakuelekea. Ndio kweli. Labda hili kwa kiasi fulani hivi, lakini jambo hilo kwa kweli lizungumziwe, tulijadili. Na ndio maana nimechukua kwa historia nayo simulia mimi, sio historia ya kawaida ya matukio na miaka. Ni historia ambayo inachambua mambo makubwa katika kila awamu na dukuduku la watu wa kawaida, na mara nyingine mtumia utenzi kuzungumzia la watu wa kawaida. Mimi kadhania labda unaogopa hizo nyingine. Lakini nakubaliana na maelezo yako, kwa sababu kama najiuliza sasa angeandika hizo nyingine angalau barua mbili, barua moja tu. Lakini kusema ukweli, pamoja na kuwa ni barua moja alafu fupi, lakini umeandika yale matukio ya kwenye hizo awamu zao hizo. Kwenye hiyo barua moja umejaza mpaka
yanaeleweka. Kwa hiyo nakubaliana na maelezo yako, lakini turudi kwa huyu Azimio huyu, kama ulivyosema wewe mwenyewe, alikuwa anakujia tena ndotoni, anakuhimiza, mbona unampamba sana mwalimu. Mimi huyu Azimio alinitatiza kidogo, kwa sababu yeye ndio anamhimiza Issa kuwa andike barua za kumkosoa Nyerere, kwa kama vile anamhurumia hivi. Sasa mimi wakufikiria kuwa huyu Azimio ndio Azimio la Arusha, alafu tena huyu Azimio ambaye mwalimu alikuwa akimenda na kumsuru na kumshikilia kweli kweli, tena ndio anakuwa mkosoaji. Si nakumbuka Mwalimu Nyerere mwaka ule 1995 akawa amesema kuwa yani yeye hata umwambie nini hawezi kuacha ujamaa, lakini akasema anatembea na vitabu viwili siku zote, Biblia na Azimio la Arusha. Lakini huyu aliyemuhusudu sasa ndio anakuja kumchokonoa, kumwambia Issa, wewe huyu umemsema ya kutosha. Nikabaki najiuliza, sasa huyu Azimio la Arusha, huyu Azimio wa mwenyewe barua kwa mpendwa Azimio ni nani hasa? Au ulikuwa unakwenda nje ya Azimio? Huyu ni Azimio mwenye sura kubwa zaidi. Sijui kama ulijibu hilo swali au tuachie labda tufika wakati wa mazungumzo. Nilijiuliza hilo swali, huyu Azimio ni nani hasa? Ningependa kusema kwa sababu inaweza Azimio ni binadamu, msichana, sio? Wanamwandikia barua kama mpenzi wangu, kama mpendo wangu, lakini sifa za Azimio katika kitambulisho chake ni Azimio la Arusha. Sifa za Azimio katika kitambulisho chake ni Azimio la Arusha. So anaponikosoa anatumia zile sifa zake, kwamba je, mwalimu aliendelea na zile sifa za Azimio la Arusha au alienda kiume au alikata tamaa au alisalimu amri? Unaona, ndio mabishano. Na kama nilivyosema, wengine unaposoma hapo mwenyekiti, baadaye watu wanapata nafasi ya kusoma, na tukawa na kongamano nyingine na kujadili zaidi ya hapo. Sasa nimeona pia kwenye kuelezea historia hii iliyoko kwenye hiki kitabu. Nimesharelax sasa, naona naongea naona katika kuelezea hii historia nilivutiwa na kuwa umeanza na historia kuanzia mwaka ile miaka 1980 kwenda mbele, na ina maana umeanzia pale ambapo Tanzania sasa ilikuwa inaingia kwenye uliberali mambo leo. Lakini pia nikaona umechukua kile kipindi cha mwishoni mwa Mwalimu anapotaka kung'atuka na kuelezea jinsi hali ilivyokuwa ngumu kiuchumi. Ni kama vile sasa yale Azimio lilikuwa linatetereka kabisa, linaelekea kwenda kufa, mpaka kuingia kwenye sasa uliberali unaombolea. Sasa nikajiuliza, hawa vijana hawa unaoandikia, kwa nini haikukujia kuwa labda wangependa kujua historia nyuma ya mwaka 1980? Labda ingekuwa kwa manufaa yao kujua kile kipindi cha siasa ya ujamaa na kujitegemea, ili waweze kuja kuunganisha sasa na kuelewa kwa nini nchi ikageuka ikatupa ujamaa ikakumbatia
uliberali mambo leo. Sasa kwa hakika ningependa kujua kwa nini wewe ulianzia historia yako hapo na sio huko nyuma. Lakini inawezekana kwa sababu kipindi cha mwisho cha Mwalimu kwa kipindi kigumu sana, ilikuwa kipindi kigumu sana, kigumu sio tu kiuchumi, lakini pia kisiasa, na katika kipindi hiki ndio wale waliojificha ambao walikuwa wanapinga wakaanza kujitokeza. Kwa msamiati wangu ni migongano ya kitabaka sasa ikaanza kujitokeza wazi. Lile tabaka ambalo hatimaye lilipindua Azimio ikaanza kujitokeza, na pia kama mnavyofahamu kulikuwa na shinikizo kubwa sana kutoka kwa Magufuli katika kipindi hiki. Labda kwa sababu hiyo ndio nimeanza na kwa sababu hili moja. Kwa sababu ya pili, kizazi hiki cha vijana kizungumzia Azimio, wao wanafikiria kipindi kile tu, hatupati Colgate, hatupati shilingi na nini. Wao wameambiwa na propaganda kubwa sana kwamba hii ndio Azimio la Arusha, unaona. Wao kwa kiasi fulani katika kuchambua na kuandika kuhusu kipindi hiki, pia nilikuwa najaribu kujibu propaganda hii. Nikwambie pia kwa kweli nimevutiwa sana jinsi ulivyomwelezea Mwalimu. Yaani inakuja uwazi kabisa ulivyoelezea mahangaiko yake mapambano yake ya kujaribu kutetea hii siasa yake katika mazingira hayo ya uliberali mamboleo, mahangaiko yake na serikali yake na chama chake na yeye mwenyewe binafsi katika mazingira ambayo kwa hakika yalikuwa magumu sana, na zaidi mahangaiko yake kuona kuwa wenzake wanapomsaliti yeye akidhania kuwa walikuwa pamoja naye, lakini kumbe wenzake walipopata tu mnuso wa liberali mamboleo wakaona hakuna fursa za kutajirika haraka kwa hiyo wakasaliti kila kitu ambacho wamekuja nacho. Kwa hiyo nimeona hivyo ulivyomjenga Mwalimu. Nataka kusema kuwa kwa hakika umempamiza nafikiri ukimwonea huruma umembamiza sasa, na ukichagizwa na huyo Azimio mwenyewe, mpendo wako huyo Azimio umembamiza, na nikaona kuwa ukaona kumbamiza hiki kipindi cha uliberali mamboleo peke yake haitoshi, ukarudi mpaka nyuma kule katika kipindi kabla ya uliberali ukambamiza na mambo yake yalivyokuwa na anaminya uhuru wa wafanyakazi, uhuru wa mambo ya ushirika, uhuru wa hata vyama vya wanafunzi. Yaani ukambamiza kweli kweli, kwa sababu unasema kuwa alifanya mambo kama mtawala ambayo yalikwenda tofauti na siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo yeye mwenyewe ndo alikuwa ameasisi. Nilifika mahali nikaona sasa hisa mbona unamwonea tena Mwalimu. Mimi nikaja kufurahi barua ya 15 ambayo sasa ndio ni barua ya 10 kwa Mwalimu, lakini 15 kwa zile barua zote. Ukachukua nafasi, huyu Isa akachukua nafasi akaandika aya 3 za kuonyesha uzuri wa Mwalimu Nyerere na amali ambazo ametoa.
kuachia kwenye taifa. Kwa kweli niliona hicho ni kitu kizuri, kwa sababu hata watakaosoma hiki wataweza kuweka mizania kuwa mwalimu alikuwa na makosa haya, lakini kuna vitu vya muhimu sana: umoja wetu, utaifa wetu, alikuwa ni mtu mwadilifu kupita kiasi, hakuwa binafsi. Yote yale nafikiri baadaye sasa yamekuja kumwonyesha Mwalimu Nyerere katika hizo picha mbili ambazo niliona kweli ni muhimu sana. Kwa hiyo nataka tu kusema, sio kuna kuuliza tu maswali ya kusema kuwa hili lilikuwaje, lakini nataka pia ni kusifu kidogo kwa kufanya hilo, kwa kufanya hilo. Nimeona kuwa ni jambo jema. Sasa swali langu lingine linalofuata, sijui tuna muda gani umebaki? Dakika 5 zinatosha. Swali langu lingine linalofuata, umeiandika hii historia tangu miaka ya 80 ukaja ukaishia tarehe 8 nafikiri Agosti au 18 Agosti 2024. Historia yako ikaishia hapo. Nikakumbuka kuwa huu mwaka ulikuwa mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa, mwaka 24, si ndio? Na uchaguzi ulikuwa Novemba. Na baada ya hapo tunajua historia ilikwendaje. Hasa nikawa najiuliza, kwa nini ulikubali kuishia Agosti 2024? Mkuki umechapisha hiki kitabu 2026. Hii gapo hapa vipi? Kwa nini ukakubali kukomeshea historia ya nchi hii pale ulipokomesha? Labda niwachie wengine sasa. Watakuja kujaza hiyo. Ni kweli nilimaliza 24, na ukiangalia utangulizi wangu ni pia ya 25, sio 26. Nikawa kwa lugha nyepesi kidogo nimesema kwamba vijana wawe tayari kwamba kipindi kinachokuja kitakuwa kikubwa sana, kwa sababu utawala umeanza kupoteza umiliki wake. Umeona kwenye kaburi. Niseme hiyo tu. Jambo la pili, pengine nafikiri unanionea mimi sikubabisha kwa Azimio alibabisha. Katika mimi ni ile barua ya mwisho. Sasa swali la mwisho kabisa, kwa vile kama nilivyosema mwanzo, umetumia mtindo wa kuvutia kabisa katika kitabu hiki, Barua kwa Mpendwa Azimio, lakini wewe umeandika vitabu vingine vingi huko nyuma. Je, kwa kubadilisha mtindo na kutumia huu mchanganyiko wa barua, shairi, majibizano, wakati unaandika uliona kama mtindo huu umekusaidia? Kwa sababu bado unaeleza mambo mazito kabisa kama unavyoeleza kwenye machapisho yako mengine. Je, uliona tofauti gani katika kutumia mtindo huu wa sasa katika kuwasilisha mawazo yako muhimu? Asante sana. Niliona raha kuliko haya vingine niliyoandika katika mtindo huu, kwa sababu sikubanwa haya masharti ya kutaaluma, lakini tunachosema lazima uwe na footnote, reference, authority. Ndio uzuri kisanaa, sio timu kisanaa. Kubani unakuwa na nafasi nzuri sana, unakuwa na uhuru wa kuzungumza.
riwaya, tamthilia, mtindo kama huu na kuruhusu na kumpa nafasi kubwa sana. Afsio tamthilia, wewe ni kwa hivyo kwa fupi, kwa kweli niliona raha sana, na hata naposoma tena naona raha kuliko kusoma klasi. Umenijibia swali kijana mmoja aliniuliza siku moja. Akaniuliza, Profesa, wewe unasoma mashairi ya Profesa Sheikh? Nikamwambia ndio nayasoma. Akauliza, hivyo unavyoelewa unavyoona wewe, Profesa Sheikh ni mshairi? Sasa hapa nimepata jibu kwa sababu natumia mashairi mengi sana. Nitamrudia yule ndugu yangu nimwambie Profesa Sheikh ni mshairi, na sio tu mshairi pia anatumia mbinu nyingi za sanaa katika kuandika. Lakini jumla naomba niseme hongera sana kwa kweli, mimi nimefurahia kusoma andiko hili na tunategemea labda kutakuwa na majukumu mengine ya barua hizi za mpendwa Azimio. Asante sana. Mengi sana na barua ya 12 na sehemu muhimu sana, naomba nisome. Profesa, naomba tukae. Ewe Isa mwana wa Maryam, achana na mapenzi, shikamana na itikadi. Itikadi ya vuja jasho, ukombozi wa walala-hoi. Usijewezesha kuhudhuria kumbavu kwa walala-heri na wasomi wao. Pambana nao. Hii yaliyotajwa katika barua hii mawili. Ya kwanza, hakuna shaka kwamba uwanja wa uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari umerejeshwa. La pili, kwa upande wa wanasiasa hasa upinzani, wamefunguliwa milango ya kufanya siasa, ingawa bado wanajikuta wanakwamishwa hapa na pale. Barua hii Profesa umeiandika mwaka 2024. Nimejaribu kuingia mtandaoni, nimekuta wanasheria wenzako kupitia TLS ndio mwaka huo ambao waliitisha pia kongamano kuhusu masuala ya utekaji na upoteaji wa watu, ambayo hapa katika hii barua hauyataji. Kwa hiyo ningependa nikurudishie swali hili. Baada ya haya yote yaliyotokea kati ya kipindi hicho, ambayo mengine yalipokuwa yanatokea inaonekana wakati unataja mazuri ya kuyataja, je, bado unasimamia mazuri haya ya hicho kipindi unachokiita cha Biblia? Na pili, je, mabomba ya maji machafu yamefunguliwa? Kama ndivyo, ni maji gani hayo machafu na tunayaona katika sekta zipi? Nashukuru sana. Asante sana Sabato Mstamtembe, pale nakuja unaandika kwa Mstamtembe. Tafadhali dakika moja max. Asante sana. Mimi pia nampongeza Profesa Shivji kwa kutupatia andiko jingine la kutufikirisha. Na maswali mawili. La kwanza linahusu lugha, majina. Siku hizi watu wanajiita majina mengi tu. Wewe katika utangulizi wako umeandika mpendwa Azimio, Mwalimu Julius na Mheshimiwa Samia. Kuna tofauti, mpendwa Azimio, Mwalimu Julius na Mheshimiwa Samia. Ningependa kujua kwa nini swali hilo litokea. Jambo la kwanza. La pili, tunapokuwa tunafundisha darasani tulikuwa tunamwangalia Barthes aliyezungumza kuhusu kifo cha mwandishi. Lakini siku hizi kwa sababu ya mambo ya blog, mwandishi anapoandika kama wewe ulivyokuwa unaandika, kunatokea comments za wasomaji. Na unapoandika barua ya pili na wewe umesoma hizo comments, unaona kama unavutwa kidogo hivi kubadilika au kuongezea na kadhalika. Je, ili kutokea kwamba ulikuwa ukiandika na wakati unasoma zile comments za wasomaji wako, kwa hiyo inaathiri barua inayofuata, inaathiri barua inayofuata, kwa sababu kwa kufanya hivyo
utakuwa umetupa sisi nadharia nyingine mpya kabisa. Asante sana. Ningependa mambo mawili. Shukrani. Asante sana Profesa Kinyongo. Mimi zangu zaidi ni pongezi kubwa sana kwa profesa, kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi, mmoja kati ya udhaifu mkubwa tulionao wanataaluma ni packaging ya story. Tunavyoandika vile tunavyoviita scientific research, mara nyingi tunakuwa tunaongea baina yetu, lakini wale tunaotaka kuwaathiri hata kusoma waelewi. Kwa mimi nachukua kwamba umetupa sisi changamoto ambayo tukitoka hapa tuanze kusema, tukifanya research basi tuwe tunawafikia wale ambao tunataka tuathiri. Niliwahi kutembelea chuo kimoja huko nchi za magharibi, wao wana kitengo kabisa. Baada ya watu kufanya research zao, wao wanazibadili na kuzipackage katika namna ambayo wanasiasa wataelewa, vijana wataelewa, mabinti wataelewa. Kwa kitabu kama hiki, nafikiri umetuonyesha namna ya kuongea na watu katika level yao ile ile. Nilikuwa na mchallenge mtu wakati ninakuja hapa, nikamwambia kwamba wiki iliyopita tulikuwa na matukio mawili makubwa. La kwanza, tulikuwa na budget ambayo ni budget ya kwanza katika miaka 25 kuendea katika dira ya miaka 2050. Lakini kitu cha pili, Wema Sepetu kazaa. Guess ni story gani ambayo imepamba moto? Kwa sababu ya packaging. Ile package ya story ya Wema watu wanaweza waka-identify nayo. Yale mengine tunaweza tukajiita ni wataalamu wasomi, tukaweka na misamiati, lakini kama unachokiandika na kukifanya watu hawezi ku-identify with, what is the point of writing? Na mimi pia nashukuru na kupongeza kwa andiko hili, na kwa kweli ninaungana na Profesa Kinyongo kama alivyosema. Kwa hiyo nisipoteze muda, lakini kikubwa ambacho nilitaka kuuliza au kutoa kama changamoto kwa wachapishaji, na ni kweli kwamba hatuwezi kwenda tofauti kinyume na wakati. Wanasema wakati ni ukuta. Taarifa hii tunachopata hapa ni kwamba kimeletwa katika mfumo ambao kama ulivyoanza kusema kwamba unaweza ukaweka kitabu mfukoni ukatembea nacho, lakini vijana wa sasa kwa kweli content kama hizi ni muhimu, na ili waweze kupata hizi content unaweza kufikia namna ambavyo wachapishaji akina Mkuki hapa mnaweza mkaziweka kwenye mfumo wa kidijitali, sijui kwa namna gani. Kwa hiyo labda muangalie namna ambayo unaweza mkazipeleka, kwa sababu kijana yuko tayari kusoma kwenye simu muda wote kuliko kutembea na kitabu, hata kama ni kidogo namna hiyo. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, naona kina mfumo mzuri sana kwenye idara zetu, Profesa Mutembe, idara za fasihi pamoja na Profesa Ndindilile na Dr. Wakota hapa. Tunaweza tukaangalia namna ambapo tunaweza kukipeleka kwenye mfumo wa kiuchambuzi kwenye idara husika, na hiyo ni sehemu tu ya kuweza kupeleka content kama hizi, kwa sababu tusipozipeleka na wao wanafikiria kwa kisasa namna ya kupeleka content kwenye jamii. Wanazipelekaje? Hizi zikiwa hazipo, wao watafikiria na kupeleka content nyingine. Kwa hiyo nilikuwa na mchango. Unashukuru sana. Asante sana, na chukua mikono miwili upande huu alafu nirudi upande huu. Profesa Peter please, na wewe pale. Nakushukuru sana mwenyekiti. Kitu cha kwanza naanza kukubaliana na Profesa Shiji kwamba tunashukuru UDASA kwamba hii UDASA ya sasa ni ile UDASA ya miaka ya 80 tulipoianzisha. Pili, of course namshukuru Profesa Shiji kwa kitabu kingine. Nikiangalia shelf yangu amejaa yeye tu sasa. Na hii inaenda kuongezea kitabu kingine. Kitu cha tatu nataka kusema Watanzania tunapenda vitu vinavyovutia hata kama hatuviamini. Kwa mfano tunaongea kuhusu liberalism, kuhusu vitu vingi, lakini ukiangalia katiba yetu, katiba ya Tanzania mwaka 77
ibara ya 3 bado inasema kwamba Tanzania ni nchi ya kijamaa. Yaani tunapenda ujamaa lakini hatutaki kuuishi. Ndio kinavyosema. Nitaka tu kuwakumbusha. Swali langu kwa Isa na moja kwa Profesa Penina. Tumeandika sana kuhusu azimio, na azimio kama ukishaandika limegongwa sana na azimio la Zanzibar, lakini kuna maandishi machache sana kuhusu azimio la Zanzibar la mwaka 1991. Hata ukiuliza hilo azimio linapatikana wapi, hatujui unapoweza kulipata azimio la Zanzibar la mwaka 1991. Kwa hiyo pengine ufikiri sasa ni wakati wa kuvuka sasa, uangalie azimio la Zanzibar na madhara yake kwa azimio la Arusha. Swali la mwisho, mwenyekiti, kwa Profesa Mrama, umeongea kitu ambacho kimenivuta. Hii safari ulioenda kwenye mashule huko kwa kuongea na watoto, kuwauliza wangapi wanafahamu azimio la Arusha na majibu uliyopata, kwa fikra zako tu, haya maswali ungeyapeleka kwa viongozi au kwa hasa kwa wabunge, ungepata majibu tofauti? Mimi ninaitwa Hafidh Kido, na kofia 3, ni mwandishi wa habari, ni mwandishi mwenzako wa vitabu, lakini vile vile ni mwanafunzi wa shahada ya pili ya mabadiliko ya tabia nchi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lau ingekuwa kuna mahakama ya kitaaluma, Profesa Shidi na wenzao umri wako tungekushtaki, kwa sababu mimi umri wangu ni miaka 43. Ninavutiwa na azimio kwa kupitia kulisoma, sikuliishi. Kwa hiyo wengi ambao vijana wa umri wangu ukiwatajia azimio la Arusha au masuala ya ujamaa na kujitegemea, wanaamini katika umaskini. Na mwalimu amesema wazi kwamba jamaa ni imani. Kwa hiyo ile imani huwa inaridhishwa, kwa sababu mimi nataraji niwe nimeshibishwa imani ya ujamaa na au pamoja na masuala ya azimio la Arusha, ili mwanangu, sababu mimi na mtoto ambaye yuko kidato cha 4 sasa hivi, natakiwa nimlee ili na yeye aje amlee mjukuu wangu mwingine au kitukuu, maana tunarithishana hivi. Lakini wakati mwalimu anapigwa kwenye kuambiwa kwamba ujamaa umefeli, nyinyi mlinyamaza, hamkumtetea. Ukichunguza sisi waandishi wa vitabu tunaamini ili uandike vizuri au uandike mashairi vizuri uwe na mambo mawili, aidha una furaha sana au umeumizwa sana. Ndio maana wale ambao wameumizwa na mapenzi, ukisoma vitabu vyao au mashairi yao unavutiwa kwa sababu wameumizwa. Shaban Robert kabla ya azimio la Arusha aliandika kitabu chake kile cha Utu Bora Mkulima, ni ujamaa pure. Gamba la Nyoka, Kizlahabi ameandika vizuri sana, lakini sikuona maandishi au matamko ambayo yalitolewa na wanataaluma kwa lugha nyepesi ya kuweza kuwaridhisha vijana katika kipindi ambacho mwalimu alikuwa anaumizwa. Hotuba za Mwalimu Nyerere katika mwisho wa umri wake zilikuwa chungu sana na zilikuwa za maumivu. Naamini baada ya kutoka kuzungumza alikuwa anaingia chupani na kulia, kwa sababu alikuwa anajiona mpweke sana. Kwa hiyo hamkumtendea haki Mwalimu Nyerere. Asante sana. Nafikiri tutakuwa tumemaliza upande huu. Nitachukua maswali kutoka upande huu, lakini pia wale ambao wanatufuatilia kwenye mtandao unaweza kutuma ujumbe na maswali yenu tutaweza kuyasoma hapa. Kama kuna mkono upande huu, kuna mkono pale nyuma kwa mwandishi, nafikiri hapo itakuja kwa mzee Sigamba. Asante sana. Ninaitwa Paul Funga, ni mwandishi wa habari. Ninaomba niulize maswali mawili mepesi sana. Swali la kwanza, Profesa Shivji, umetuandikia vijana vizuri kuhusu azimio la Arusha. Mpenzi wako azimio tumempokea, hongera sana. Lakini naomba niulize, ukitazama misingi ya azimio la Arusha, ukaitazama Tanzania ya leo na vijana uliotuandikia, unaona
Tanzania tulionayo ambayo inashuhudia ongezeko la soko huru, inashuhudia ukuaji wa pengo la kipato kati ya maskini na tajiri. Pengo la maskini na tajiri wa nchi hii leo haliwezi kuzungumzika, na mengine mengi yanafanana na hayo. Je, unatutaka vijana tuamini na tushikilie kwamba misingi ya azimio ile leo inatekelezeka ili tuweze kufika tunakokwenda, ama kama taifa tunahitaji kuandika falsafa mpya ya nchi? Asante. Swali la pili. Nafurahi sana kumuona Mheshimiwa Mabara the Farmer. Tangu kuzaliwa nimetumia kitabu chake vizuri na leo nimefika hapa. Swali na changamoto kwa wanazuoni ambao leo Mungu amelikutanisha nanyi humu. Leo wanafunzi wengi wa kizazi cha leo ambao mimi nawakilisha kundi hilo, bado tunasoma vitabu vilivyoandikwa mwaka 1979. Vimejaa mitaala ya ordinary levels na hata advanced. Tuliosoma masomo ya lugha kule, tumesoma vitabu hivyo mpaka leo. Je, shida ni nini? Au kama profesa alivyosema kwamba mmekata tamaa, vijana hatutaki kusoma, ama mnatuandikia lakini kuna mamlaka ambazo zinakinza visifike kule kwa ajili sisi kwenda kusoma? Tunasoma vitabu 79 lakini trends are changing, tunabaki out of the dates. Asante. Asante sana. Mpe mic mbele yako, yuko mbele yako hapo. Msaliti mwalimu. Nikiwa na gazeti la Radi nikapata taarifa kwamba kuna katuni iliyochorwa chuo cha siasa Kivukoni. Katuni hiyo ilipotoka tu utawala ukakusanya vigazeti vyote pale na kuvichoma moto. Nikaenda kwenye chuo, nipe hiyo katuni. Aliyeichora akanipa kigazeti chao. Kuna zigo kubwa refu limebebwa na watu mbele, katikati na nyuma. Yule wa mbele karibu adondoke, yule wa nyuma karibu adondoke. Wale wa katikati walifanya hivi tu, twende bwana, twende bwana. Nikachukua hiyo katuni nikaichapa kwenye gazeti langu la Radi. Sikuitwa na yeyote, sikupelekewa wasiofahamika, sikuonywa kwa maneno. Kimya. Miaka miwili baadaye, gazeti lako bwana limefungiwa. Sababu ni kwamba halitoki kwa wakati ule kama ulivyosema. Wakafutilia mbali. Sasa hayo ndio mambo tunayokutana nayo tunapokuwa na Profesa Shiri. Lakini haya yote yatakazungumzwa na ile kushazungumzwa hadithi ya pili sasa yachukue, ila kuna moja. Shifji umesema Azimio ni mwanamke. Sijui kama ulimwambia mke wako kwamba huyu ni mwanamke lakini ni kwa uhuni. Hatuwezi kujua sasa mfarakano uliopo. Anapofika wewe kila siku, kila Jumapili unakwenda mjini unaandaa na kumwandalia Azimio, alafu unarudi nyumbani pale na yeye ana habari, kumbe unajadili mtu mwingine. Sijui kuna matatizo au vipi? Jaribu kufikiria hii wasiwasi hapa. Usituondoke hapa tukielewa kwamba bado mko sawa sawa. Kulikuwa na mkono kule nyuma. Ningetamani sana kusikia sauti ya mama mmoja. Hakuna. Sawa, basi nirudishe kwako Profesa kwa yale yaliyo. Samahani sana. Profesa Manjama. Mimi ni katika pongezi. Mbona pongezi zote zimeelekezwa kwa Isa. Ningependa kuchukua fursa hii kumpongeza sana Penina kwa udadisi wake, udadisi ambao sisi wengine ambao tunasoma kitabu tumeweza kufuatilia maongezi haya
Bila hilo kwa kweli wengine tusingeweza kuwa na mali. Kwa nadhani kuna umuhimu mwenyekiti wa kupigia pia naungana na Audi kupongeza tumekuwa kwa muda mrefu napendelewa tangu tukiwa wanafunzi, au sio? Muda mrefu, na kila mara mimi nikiongea kuhusu Penina siwezi kusahau tamthilia yake ya Lina Ubani. Wakati ule kuandika kitu kama Lina Ubani ulihitaji ujasiri. Yeye alikuwa nao na aliandika, na pia ilikuwa performed hapa Nkrumah huko. Asante sana kwa maswali yenu, mengine nahitaji mjadala, tutakuwa na jibu. Sababu anauliza, je, bomba la maji machafu limefunguliwa? Hili ni swali bwana, si unajua jibu lake. Sio kama yamefunguliwa, umeingia kuchafu wa kupindukia. Kulikuwa na swali kwamba je, zile comments nilizokuwa nazipata zimenisaidia ndio hasa kufafanua zaidi mambo mengine, ilinisaidia. Lakini comments nyingi zilikuwa zinakubaliana au zilikuwa zinanipongeza. Kwa hivyo bahati mbaya, nasema bahati mbaya, hatukuweza kuendeleza mjadala. Pongezi ni sawa, lakini lazima tuwe na utamaduni wa kudadisi mambo, kubishana, kujadili. Sio tunakubali kila kitu. Ndio tunaendeleza, na ndio tunajua sisi wataalamu wa taaluma, tunajua kwamba huwezi ukaendeleza taaluma bila mabishano, bila udadisi, bila mjadala. Ukifunga mjadala, umefunga milango ya ukuaji wa knowledge. Azimio la Zanzibar. Peter, utaandikaje juu ya azimio la Zanzibar? Unayo azimio la Zanzibar wewe? Unayo? Hakuna chochote kilichoandikwa. Tunacho sisi ni ule hotuba iliyotolewa na mzee Mwinyi. Basi. Na hili tulichapisha Kawazini. Kawazini tulichapisha. Lakini naona ni insult kwa azimio la Arusha, hata kuita hiyo azimio la Zanzibar. Hakuna chochote kilichoandikwa. Wala jambo lile halikutolewa hoja. Halikutolewa hoja. Azimio la Arusha ilitoa hoja. Tunakumbuka pale sasa. Ilikuwa na uchambuzi katika lugha ambalo lilitoa dira na maono kwa wakulima na wafanyakazi. Kuna maandishi kwa sababu azimio leo halikuandikwa. Sasa utaandika nini? Hiyo jana pale samani tukapata jina lako kwamba je, azimio linaweza likatekelezwa katika mazingira ya leo. Mimi popote pale sisemi kwamba azimio linaweza likatekelezwa, isipokuwa ningependa uisome mazungumzo kati ya Tuli na Tata na wao wanaishiaje mazungumzo yake katika mazingira tulionayo. Naomba uisome hiyo. Mwishoni Dibara, nafikiri mke wangu hakujua mpaka leo
na penzi kwa Azimio. Sasa sijui tukirudi nyumbani itakuwaje. Tuna dakika 5 tumalizie. Kama kuna maswali online, hamna maswali, hizo nyingi ni pongezi, wanasema wanashukuru sana. Kitabu hiki kitakuwa ni chachu kwa wasomaji, wanakupongeza sana. Ndio message nyingi zinasoma. Kama kuna mkono, kuna mtu alikuwa na mkono kule nyuma na kile muda mrefu. Profesa, karibu. Asante. Mimi naomba tu kwamba nimeelimika leo kwamba mambo mawili. Nimeelimika kwamba tunaweza kuondoka kwenye ile hatua ya conventional discourse na kuingia kwenye hii ambayo inavutia zaidi hasa vijana, na kwa kuwa bado nasimamia masters na PhD, kuondoka kwenye ile dhana kwamba lazima thesis zote zianze na background statement of the problem, alafu nini ambayo tumerithi kutoka kwa wale jamaa ambao walituletea fujo hapa, na kwamba hiyo ni busara. Busara mpya ni hii, na nafikiri itatusaidia sana. Namshukuru sana sio tu Profesa Isa Shivji pamoja na Rowena Mlama ambaye kama mnajua mke wangu anasoma sana kazi zake, pamoja na sio tu ile lina ubani, pamoja na ile nguzo mama na vingine vingi. Asante sana. Asante. Mimi nilikuwa naomba tu